Nyumba zaidi ya 52 zimebomoka huku nyingine zikiezuliwa paa kufuatia mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali katika kijiji cha Makanjiro wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Tukio hilo limetokea Januari 13 mwaka 2026 na kushuhudia uharibifu mkubwa wa nyumba za makazi na biashara za wananchi. Mkuu wa wilaya ya Nachingwea anayekaimu wilaya ya Ruangwa, Mohamed Hassan Moyo, amesema tukio hilo limesababisha madhara makubwa kwa wakazi wa eneo hilo huku familia nyingi zikibaki bila makazi. Janga ambalo limetokea jana majira ya saa 8 za mchana kwa kipindi cha dakika 5 cha baadhi ya nyumba za ndugu zetu kuezuliwa kwa upepo, lakini nyingine kubomoka. Kwa mimi kama mkuu wa wilaya kasema siwezi kukaa Nachingwea au ofisini bila kuja kujionea nini ambacho kimetokea, ili angalau tuwafariji, alafu muone nini serikali inafanya. Kwa hiyo kwanza ni washukuru, kwanza niwape pole, lakini vile vile niwashukuru wale wananchi ambao walijitoa kwa huruma zao kuwafariji, lakini kuwahifadhi wenzao ambao nyumba zao zilibomoka. Mheshimiwa Mohamed Moyo amesema serikali inafanya tathmini kuhusiana na janga hilo, huku akiwataka wananchi ambao wanatumia nyumba zenye mazingira hatarishi kufanya biashara zao kuacha mara moja tabia hiyo, kwani hali hiyo inaweza kuhatarisha maisha yao na biashara kwa ujumla. Tumesikia jana tathmini ambayo ilianza kufanywa kuanzia jana na wataalamu wetu wa halmashauri, kulikuwa na kaya 48, lakini leo mpaka hii asubuhi kaya 52, lakini bado wanaendelea kupitia maeneo yote ili kupata takwimu sahihi za watu wangapi walioathirika. Kwa hiyo kubwa kama serikali baada ya kufanya tathmini yote, kwa sababu kwenye serikali huku kwenye ofisi ya waziri mkuu kuna kitengo cha maafa ndio kinafanya jambo lote ile. Sawa jamani? Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kuambia kama serikali tupo pamoja na nyie kwenye majanga haya. Kwa hiyo kubwa na ambacho nawaomba, nimepita eneo moja hapo, nimeulizia nikaambiwa hapa ni eneo la biashara, kwa maana kuna mgahawa lakini na nyumba vile vile makazi. Wenyewe kwa sababu hapo kwenye biashara wameamua haraka kurudisha paa, lakini wamerudisha bati kwenye ukuta, kuna nyufa kubwa na umeanza kulala. Nimewashauri wasiendelee kutumia eneo lile. Yohana Mashauri, Open Online Media.